Kuna muda nilikuwa ninafikiria sana hasa kuhusiana na namna watu ambavyo wanajaribu kuelewa, na kama sio kuelewa tu, namna ambavyo watu wanajaribu kutafsiri kinachoendelea kati ya Marekani kwa ushirikiano na Israel, lakini pia hawa wote wanapambana na Iran. Hili ni moja kati ya eneo ambalo nilikuwa nafikiria sana, na ninavyoona mijadala kwenye maeneo mbalimbali linanifanya niweze kufikiria nje ya box, kwamba huenda kuna kundi kubwa sana la watu ambao wanaelewa kidogo sana kuhusiana na kinachoendelea kati ya Iran pamoja na Marekani ambao wanashirikiana na Israel. Sasa kwa sababu tumekubaliana kwa pamoja kwamba ni lazima tutengeneze darasa huru ambalo kila mmoja atakuwa ana uwezo wa kufahamu kinachoendelea exactly na sio kwa kufikiria. Hapa leo nimekuja na mambo mawili matatu ambayo nataka angalau binadamu wenzangu tuweze kushare. By the way, cha kwanza ni lazima uelewe, Marekani akitaka kuvamia nchi za Kiarabu ni lazima huwa kuna sababu moja kati ya sababu hizi tatu ambazo atazitumia. Marekani anavyovamia nchi za Kiarabu ni tofauti na anavyovamia mataifa mengine ambayo sio ya Kiarabu. Sababu ambazo Marekani huwa anazitoa anapotaka kuvamia nchi za Kiarabu, kwanza atawaambia kwamba taifa hilo lina hifadhi au linafadhili ugaidi, au taifa hilo ni taifa la kigaidi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini pia Marekani kabla ivamie anaweza kasema taifa ambalo anataka kupigana nalo lina silaha nzito ambazo ni hatari kwa washirika wake pamoja na dunia kwa ujumla. Kama asipotumia sababu hiyo, basi atasema utawala wa hiyo nchi ambayo wanaingia kwenye mgogoro inaongozwa kidikteta, hivyo wananchi wanatakiwa kuwa huru, kwa maana ya kulirejesha taifa lao ndani ya mikono ya wananchi. Hizi ni sababu ambazo Marekani huwa anazifanya. Sasa kwa Iran pale ametumia sababu zote tatu. Kwanza anasema taifa hilo linafadhili ugaidi, sijui vikundi vya Hezbollah, sijui vikundi kutoka Lebanon, sijui kutoka wapi. Anasema wale viongozi wa juu wanafadhili ugaidi. Lakini pia Donald Trump mwenyewe anasema taifa hili lina silaha nzito, ikiwemo kuwa na uranium ambayo imerutubishwa, ambao anasema anytime inaweza ikatengeneza silaha ya nyuklia. Lakini pia Donald Trump akatangaza pitana sababu hiyo ya tatu, ambapo anasema taifa hilo linaloongozwa na Ayatollah ni taifa ambalo linaongozwa kidikteta. Kwa hiyo ni lazima wavuruge kabisa mfumo wa kidikteta na kuingiza mfumo wao ambao utakuwa unawatii. Sasa hapa ndipo kuna swali gumu sana ambalo wengi inawezekana hawalielewi hilo swali, na nitalijibu, ila nitalijibu hapo mbeleni kidogo. Sasa moja kati ya maeneo ambayo tumeona Marekani wanayazungumza sana, walizungumza kwamba ukitazama yule defense secretary wa Marekani anaitwa Peter Hegseth alisema maneno haya yafuatayo: Iran haina ulinzi kabisa, wameuharibu. Akasema Iran haina air defense, wameiharibu. Akasema Iran haina silaha za majini, wameziharibu. Na akasema silaha zao zote ambazo wa Iran walikuwa nazo zimeteketezwa na Marekani. Na akaenda mbali zaidi, akasema mpaka sasa silaha za Iran zimeteketezwa kwa 95%. Kwa maana ya Iran kila kitu ambacho wanakifanya, mnachosikia wanafanya mashambulizi huku na kule, wanafanya mashambulizi wakiwa ndani ya 5% baada ya hizo 95% kufanyiwa uharibifu na Marekani. Na huyo bwana Peter Hegseth anasema hivi: kwa sasa Iran imepoteza jeshi lote kabisa, na mbinu waliobakisha ni kufunga mlango wa Hormuz, moja kati ya eneo ambalo wa Marekani wanazungumza pamoja na hao wa Israel. Sasa eneo hili ndilo ambalo nadhani lilikuwa limenifanya nizungumze kwa kiwango kikubwa sana. Wakati Marekani wakisema wameiharibu Iran kwa 95%, Iran yenyewe kupitia kwa mshauri wa mwandamizi wa command ya Islamic Revolutionary Guards Corps
wanasema kwamba vikosi vya Iran vimefanikiwa kuharibu zaidi ya 70% ya kambi na makao makuu ya kijeshi ya United States katika eneo hilo. Brigadia huyu Ibrahim Jabal, kamanda IRGC, alisema katika mahojiano kwamba Iran ina uwezo na ina rasilimali kubwa za kuendeleza vita vya muda mrefu. Akasema Iran ina nguvu kubwa za kusimamia mzozo kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia akasema kwamba 70% ya kambi na vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo vimeharibiwa, lakini hakutoa maelezo kamili ambayo yanaelezea juu ya jambo hilo. Na anasema Iran bado inamiliki vizazi vya juu vya makombora ambavyo bado havijatumika katika mapigano. Na kwa mujibu wa kamanda huyo IRGC, anasema kiongozi wa mpya wa mapinduzi ya Iran amesifu kile ambacho kinaitwa axis of resistance, yani namna ambavyo wa Iran wamepambana na Marekani katika mapambano ambayo yanaendelea, ambayo amesema umeanzia huko Lebanon hadi Yemen mpaka Iraq. Akasisitiza utayari wa hao kujitoa muhanga katika eneo hili. Sasa nimewaambia hapa jambo moja ambalo hope guys wengi tungeweza kufikiria. Nje ya kile ambacho unakifahamu juu ya kinachoendelea kati ya Iran pamoja na Israel na Marekani, kuna jambo ambalo haulijui, au inawezekana unalijua, ila unalijua kwa kiwango ambacho inawezekana ni cha kuambiwa, ni kiwango cha kusimuliwa, lakini sio kiwango cha kufanya utafiti. Sasa leo nimekuja na majibu ya maswali ambayo nadhani ndugu zangu wengi sana mnajiuliza. Na majibu hayo yanatoka katika kile ambacho kinaendelea kati ya Marekani pamoja na huyo Muisrael pamoja na huyo Muiran. Ninaliweka hili ili tuweze kuwa clear wote kwa pamoja, kwa sababu nimeona kwenye mijadala mingi ambayo inaendelea ya kidunia kuhusu mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati, watu wengi wanaamini kwamba vita hivi vinahusu moja kwa moja Iran pamoja na Israel. Lakini wengine wanasema vita hivi ni kama wanaiona Gaza, wanaiona Lebanon, lakini pia inawezekana wanaona ardhi ya Israel kuwa ndio uwanja mkuu wa mapambano. Lakini ukweli wa jambo ni tofauti. Kwa mujibu wa kile ambacho mimi binafsi ninakiona, na nadhani watu wengi mnaweza mkasema, ni kwamba uwanja au halisi wa mgogoro huu unaweza ukawa uko eneo tofauti kabisa, na uwanja wa mgogoro huu upo katika ukanda wa Ghuba ya Uajemi. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa nini nitazungumza ukanda wa Ghuba ya Uajemi, na kwa nini sizungumzi kwamba mgogoro upo Israel, na wakati tunaona Israel ndiye ambaye anashirikiana na Marekani? Naomba tukubaliane hapa jambo moja. Unapozungumzia ukanda wa Ghuba ya Uajemi, ni ukanda ambao unajumuisha mataifa ambayo yana ushawishi mkubwa sana kiuchumi kama Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain pamoja na Kuwait. Mataifa haya tunayozungumza sio tu tajiri kwa mafuta pekee, lakini pia ni sehemu muhimu ya mfumo wa kifedha wa dunia ambao unahusishwa na kile ambacho kinafahamika kama mfumo wa petrodola. Yaani hayo mataifa ambayo nimekutajia yaliyopo pale Mashariki ya Kati ndio ambao yanaipa nguvu au yanaupa nguvu ule mfumo wa petrodola kuendelea kuexist na kuendelea kutawala duniani. Yaani kwa kifupi, huo ukanda wa Mashariki ya Kati ndio ambao unaifanya Marekani iwe ina nguvu duniani. Wengine watakuwa wananielewa, wengine mtakuwa hamnielewi. Na ndio maana ninasema huu mgogoro pengine ni tofauti na watu ambao mnaofikiria kwamba unapiganwa katika mfumo huo, lakini huu mgogoro ni tofauti na ambavyo mnawaza. Kwa nini nasema mgogoro ni mgogoro ambao unahusisha Ghuba ya Uajemi na unahusisha hao mataifa ambao nimekutajia? Iko hivi. Mfumo wa petrodola ndio nguvu ya Marekani.
Sasa mfumo huu tunafahamu ni utaratibu wa kimataifa ambapo mafuta mengi duniani huwa yanauzwa kwa kutumia dola ya Marekani. Na mfumo huu sasa ndio ambao umeifanya dola kuwa sarafu ambayo ina nguvu kubwa katika biashara ya kimataifa na umeimarisha nafasi ya Marekani katika uchumi wa dunia. Na kwa miaka mingi usalama wa nchi za Ghuba umeimarishwa kwa kiasi kikubwa na uwepo wa jeshi na silaha za Marekani pamoja na makubaliano ya ulinzi wa kijeshi. Hali hiyo imetengeneza taswira ya eneo hilo kuwa salama kwa uwekezaji wa kimataifa. Naomba ndugu zangu, kwa akili zenu timamu kabisa, kila mmoja naomba anielewe. Yaani wewe utajiuliza kwamba kwa nini tunaona kila siku Iran anafanya uvamizi, anasema ameshambulia sijui airbase ya Kuwait, sijui airbase ya Oman, sijui airbase ya Qatar, sijui airbase ya Dubai, sijui airbase ya Saudia. Kwa nini? Yaani mnajiuliza kwa nini? Na kama ni hivyo mtajiuliza, mbona Marekani kama anataka kutengeneza stability ya dunia, kwa nini tunaona kwenye mataifa labda kama ya Afrika unaona anakuambia sijui ameweka airbase sijui Kenya, mara sijui kaweka wapi, sijui kaweka wapi. Yaani hajaweka kamzunguko kwamba labda aweke Kenya, aweke Uganda, aweke Rwanda, aweke Burundi, aweke Kongo. Kwa nini hajafanya hivyo kwa nchi let's say labda za Kiafrika? Tunatolea tu mfano. Kwa nini ameamua kufanya hivyo pale Dubai? Ni kwa sababu amegundua Mashariki ya Kati ndio ambayo inamfanya Marekani aweze kusurvive, aweze kuendesha mfumo wa kidunia kwa kupitia hiyo petrodola, kwa sababu wale waliopo Mashariki ya Kati ndio ambao wana control mfumo mzima wa mafuta duniani, na major means ya biashara ambayo inatumika kufanya uuzaji wa mafuta ni dola. Na ndio maana Marekani mmeona ameweka bezi zake nyingi sana pale kwa sababu ya kutaka kudhibiti na kufahamu kila kitu ambacho kinaendelea katika mataifa yaliyopo Mashariki ya Kati. Anafahamu kwa sababu gani? Kwa sababu tayari amekwisha kupandikiza airbase za kwake ambazo kila siku zinatoa taarifa ya nini kinachoendelea katika taifa husika. Lengo sio kulilinda lile taifa, lengo ni kulinda maslahi ya Marekani katika huo ukanda ambao yupo. Sasa nitawaambia ili muweze kunielewa vizuri hapa. Kwa mfano, leo nataka tujenge picha ya pamoja. Kila mtu achukue picha sasa hivi aende Dubai. Yaani hapo hapo ulipo nenda Dubai. Halafu itazame ile Dubai namna ilivyo. Itazame Dubai namna ambavyo imejengeka. Itazame Dubai namna ambavyo kila mtu anatamani kwenda kuweka fedha zake kule. Itazame Dubai kama ambavyo wewe mwenyewe sasa hivi unatamani kwenda kuweka pale fedha zako. Wewe unajua ni kwa nini unatamani? Ni kwa sababu iko hivi. Mji wa Dubai ni moja kati ya miji ambayo inatajwa kama mfano bora wa utulivu wa kisiasa na usalama ambao umechangia ukuaji wa uchumi duniani. Hatukatai. Na Dubai imekuwa kitovu kikubwa cha biashara, utalii na fedha duniani. Watu matajiri kutoka sehemu mbalimbali wamehamishia fedha zao huko. Uwekezaji wao mkubwa upo huko, wakiamini kwamba eneo hilo ni salama na eneo thabiti. Makampuni mengi sana ya kimataifa pia yameweka makao yao makuu katika mji huo kutokana na mazingira yake ya biashara ambayo yanaaminika. Yaani wawekezaji wanawekeza mabilioni ya dola katika sekta mbalimbali kama mali ambazo hazihamishiki, miundombinu pamoja na masoko ya fedha, wakiamini kwamba utulivu wa Ghuba utaendelea kudumishwa katika eneo hilo. Sasa mfumo huo wa kiuchumi sasa unategemea sana imani ya usalama kule Dubai. Hivi mmewahi kusikia rumors au tetesi zinazohusu viongozi wenu wa kitaifa kwamba sijui kuna mtu fulani kaenda kaweka fedha zake kule Dubai, sijui nani amejenga mijengo yake kule Dubai? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni eneo la kimkakati ambalo lilitengenezwa kwa ajili ya kupitishia hizo biashara ambazo zinafanywa na huyo Marekani. Sasa iwapo hali ya usalama katika eneo la Ghuba inaanza kuonekana kuporomoka, kwa mfano kutokana aidha na mashambulizi ya makombora, migogoro ya kijeshi, hali hii inaathiri kwa kiwango kikubwa imani ya uwekezaji katika eneo hilo. Na
Katika mazingira kama haya, wawekezaji wengi sasa wanaanza kuhamisha mitaji yao kwenda maeneo mengine salama zaidi. Kampuni sasa hivi zinaanza kufikiria kuondoa shughuli zao. Kampuni za bima zinaongeza gharama za usafirishaji kwa meli ambazo zinapika katika eneo hilo, pamoja na mambo mengine. Sasa iwapo mtaji unaanza kuondoka katika mataifa ya Ghuba, athari zake ni kubwa kuliko ambavyo zinaonekana kwa hivi sasa. Kwanza, kupungua kwa uwekezaji kunaweza kukapunguza yale mapato yanayotokana na mafuta, kudhoofisha mzunguko wa dola katika masoko ya kimataifa. Hali hii inaathiri kwa kiwango kikubwa mfumo mzima wa kifedha ambao unahusishwa na petrodola. Ndio maana mtakuwa mmesikia taarifa na tetesi nyingi zinasema rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema anaona sasa enough is enough. Waangalie namna gani ambavyo wanaweza wakasitisha haya mapigano. Na mkakati wa Irani sasa, yani mkakati wa Irani mpaka sasa hivi hawana mkakati wa wao kujilinda ili kuishinda Marekani kijeshi moja kwa moja, ila lengo la Iran sasa lipo kwenye kuathiri mazingira ya kiuchumi na kisaikolojia katika eneo hilo la Ghuba. Akili nyingi sana zinatumika hapa ndugu zangu. Vitisho, mashambulizi machache yanaweza kuwa na athari kubwa kwa taswira ya usalama wa eneo hilo. Na kama taswira hii sasa inaanza kupotea, athari zake za kifedha zinakuwa ni kubwa kuliko uharibifu wa moja kwa moja wa kijeshi ambao upo katika ukanda huo. Kwa sababu hii sasa tunaona kwamba ili kuweza kuuelewa kikamilifu mgogoro wa Mashariki ya Kati ni lazima kuangalia zaidi maeneo ya vita kama Gaza au hayo maeneo ya Lebanon. Badala yake ni lazima watu wazingatie nafasi ya kimkakati ya ukanda wa Ghuba, eneo ambalo linaunganisha nishati, biashara ya kimataifa na mfumo wa fedha wa dunia. Yani mfumo wa fedha wa dunia unaanza kuratibiwa pale Mashariki ya Kati. Sasa Iran anachokifanya kwa hivi sasa ni kwamba ameshagundua kwamba ili afanikiwe kuvuruga mpango wa Marekani ni lazima yale maeneo ambayo Marekani ndo anaanza kupangia mipango yake ya kuitunza dola yake, ya kuipa thamani dola yake, ni lazima paharibiwe. Ndio maana kila siku mnamsikia Iran anafanya mashambulizi sijui huko Dubai, sijui wapi. Ni kwa sababu gani? Lengo ni kutaka kuondoa ulimwengu katika dhana ya kwamba Dubai ni eneo salama la kuhifadhi pesa. Ni kuondoa ulimwengu katika dhana ya kwamba nchi zilizopo Mashariki ya Kati ndizo ambazo zinatakiwa kupanga petrodola inatakiwa iende kwa staili gani. That's why nikasema hivi, mgogoro kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani ni mgogoro ambao ulikuwa una kitu kinaitwa miscalculation. Yani Marekani alifanya miscalculation kubwa sana ya kuivamia Iran. Kwa nini alifanya hiyo miscalculation? Ni kwa sababu yeye alitazama mashambulizi, lakini hakutazama nje ya boksi kwamba wa Iran majibu ambayo watayajibu yatakuwa yana athari gani kwa upande wa Marekani, hasa ukitazama katika eneo la petrodola ambao ndio inayocirculate kwenye zile nchi zilizopo katika huo ukanda wa Ghuba au Mashariki ya Kati. Unaweza ukasema na mimi kwenye comment section hapo chini juu ya hiki ambacho nimekuambia. Unadhani Marekani atakubali kuipoteza petrodola aendelee kupambana na Iran, ambaye Iran anaenda kuiharibu Dubai, ambao Dubai ndo inatumika kama habu ya hiyo petrodola pamoja nayo mataifa mengine ambao nimeyataja? Au Marekani sasa atalazimika kutafuta mbinu yoyote ile kuhakikisha anaondokana na hiyo vita, kwa sababu itawapotezea washirika wao wakubwa ambao ndo hao ambao wanawafanya mpaka leo petrodola au tunasema dola imekuwa ndio means ya ufanyaji wa biashara, hasa biashara za mafuta katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Weka comment yako hapa chini, tutaipitia, tutaisoma ili wote tuwe tunauelewa wa pamoja. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele